wake. Kwa hivyo jambo la kwanza, Yesu ni Mwokozi, alikuja kutuokoa. Musa alikuja kutuokoa, hata Elisha alikuwa nabii, hata Yoshua alikuwa nabii, lakini Yesu mwenyewe akaja msalabani kwa sababu yako, kwa sababu yangu, akaja akafa kwa ajili ya dhambi zako na dhambi zangu, akaondoa hukumu ya mauti ya maisha yetu. Haleluya. Uliza mwenzako umeokolewa kutoka kwa nini? Uliza jirani, utingize wa masikini, uliza jirani umeokolewa kutoka kwa nini? Uongee na wala usongei. Mwambie jirani, umeokolewa kutoka kwa nini? Sikia nikwambie, kile tumeokolewa kutoka kwayo ni moto wa milele. Wokovu ni kuokolewa kutoka moto wa milele. Ukisikia mtu kisemekana aliokolewa kwa moto katika nyumba, ni kumaanisha kuna kitu ambacho kilikuwa kimalize, lakini akaokolewa katika hiyo kitu ambaye ilikuwa mwangamize. Yesu wapendwa, kilikuwa tuangamizwe na mauti. Amebadilisha ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, lakini Yesu alipokuja huyu mwanaume, jambo la kwanza akatuokoa na dhambi zetu. Standard ile Baba alitaji ili kwamba uokolewe ni mtu akufe. Ungekufa wewe ungejiokoa, na akaona hakuna na ability ya kusubisha msalabani, akafa. Akasema acha mimi nilipempeni ya wokovu. Yesu akaenda akatuma duniani, inasema ya kwamba toka kimya mbinguni ya nusu saa ikaulizwa nani atakayevunja mihuri ile saba, ikanyamazwa 30 minutes, hakuna kujibu. Malaika akasema nimesikia simba wa kabila na Juda ya Daudi. Akasema mimi nitakwenda na kuvunja hiyo mihuri na kukuletea hawa wanaume hawa wanawake. Haleluya. Kuokoa watu wake na dhambi zao. Atapoza kuokoa watu wake na dhambi zao. Kwa hivyo wapendwa, hauwezi lipia dhambi yako, hauwezi kujilipia dhambi yako. Unahitaji mwanaume aliyeshinda dunia, dhambi zako ichukuliwe, maovu yako ichukuliwe. Haleluya. Jambo la pili, kwa nini Yesu alikuja? Yohana 3:16, John 3:16, John 3:16. Na iwe maombi na iwe Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanao wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Yesu alituma duniani kuja kuonyesha upendo wa Baba katika mwanaume na mwanamke. Ndio jinsi Mungu alipenda. Chochote unapendanga unalipianga gharama. Chochote hiyo nguo umevaa ulipenda ukailipia gharama. Gharama gani? Ya kutoa pesa ukailipa. Naye Mungu Baba alipotupenda alituma Yesu hapa duniani, akaja kuonyesha upendo wa Baba. Yesu akawa msalabani pale Kalvari, alikuwa anaonyesha vile Baba anapenda dunia.
nimekuja kukuambia Yesu alikuja kutuonyesha upendo wa Baba hapa duniani. Sisi Mungu alipenda ulimwengu akatoa mwanake. Mtu yote ambaye anapenda kitu analipia gharama. Hata ukipenda mke unatoa mahari. Kenya mara kutolea mahari, mambo ni mawili. Ya kwanza anaweza kuwa na uwezo, ya pili anaweza kuwa hakupendi. Sio sema amen ama amen. Nasema amen ama amen. Haina ana uwezo na anakupenda undugu, anakulia chakula, anakulia nguvu. Vumilia tu jamani, upole pole, hata kutakuja siku moja hata kushangaza. Lakini kuna mwingine kisani hakikupendi, alikuchezea akili, ukamsalia mwana na umekatalia hapo, ukidhani upendwa. Si kupendwa, ni kisirani. Ukiona mwanaume wote anatandika mke, hiyo ni mtu ambaye asiyefaa hapa duniani. Kama mzee wako anakutandikanga, mlete kwangu hata mimi nikutandike. Asikie unasikianga. Nauliza wanaume, unaweza kupenda dadako atandikwe? Unaweza pendwa dadako atandikwe? Kama unaweza panda, piga mtoto wa mtu. Hata wewe unapiga bando, ni ndanda ya mtu, sio mawe, sio chiwe, ni ndanda ya mtu. Sisi Bwana aliyetupenda akatoa mwanake wa kipekee. Upendo uko na gharama. Upendo kuna nini? Kuna gharama. Niwezi pasa mwingine akaita mzee, anambia mzee kuja hapa. Mzee akasema, akamuuliza mbona unatolea mtu wako mahari? Akamwambia yeye, unajua sina pesa. Mzee akamwambia sikiza. Mtu yeye akamwambia sisi nikwambie, ili ujue najua una pesa kutoa mahari unakataa. Unafanyanga kazi mahali fulani, rumu fulani, kitu yako. Jamaa akaanguka sasa, msimamishe. Aliposikia tu akamwambia ukitaka kuambia pesa leo kwa account nitakwambia. Kama najua wewe unafanya kazi, bwana sijui account yako ya pesa. Jamaa kaza ule pasa anampenda. Akamwambia sikiza, kutoka leo uli mzani yako usimkaribie mpaka ukamlipia mahari. Kaambia jamaa na kisirani, nimetangaza upendo wa Yesu, wewe kulipia gharama. Usitabike tena. Gharama ya uponyaji, gharama ya ukombozi. Haleluya. Nina sababu ya kukuabudu. Nina sababu ya kukusifu. Ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Sikia nani kusaidia, unanisikiza? Kama unataka kutembea na kisirani, akikwambia I love you, mpeleke kwenu. Na mama yako na mama yako. Please preacher. Mpeleke. Wakuangalia za pale ukaenda ama sababu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mpeleke pasta wako. Angalie wachungaji wangu na macho matatu. Mpeleke kuangalie. Hata kuambia hii ni chokola. Hii hakuna mwanaume hapa. Hii ni kinyangarika. Hakuna mwanamke hapa. Hiyo ni Delaila. Anafuata pesa yako. Anafuata choo yako. Haleluya. Akaonyesha upendo. Akakutoa mwanako wa kipekee. Ya tatu, nasema jinsi Bwana alipenda ulimwengu akatoa mwanako wa kipekee, hata kama muamini asipotee, hawe na uzima wa milele. Yesu alituletea uzima wa milele hapa duniani na hata mbinguni. Uzima wa milele tumekwisha pewa na mwana kondoo pale msalabani alipokufa akafufuka akaletea uzima wa milele. Pokea Yesu.